Mwashamu sana Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddaeus Ruwa'ichi, Askofu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, wapendwa wanahabari, Mwashamu sana Yuda Thaddaeus Ruwa'ichi, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, wapendwa wanahabari, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alaikum salam. Kwa niaba ya wanahabari, Baba Askofu Mkuu, tunapenda kukupa pole kwa kifo cha mtangulizi wako Madama Polycarp Kardinali Pengo. Pole sana. Na pia tunapenda kukushukuru kwa kutualika leo kuzungumza pamoja na sisi wanahabari. Tuko pamoja na Askofu Mkuu Yuda Thaddaeus Ruwa'ichi ambaye leo amependa kuzungumza nasi juu ya kifo cha mtangulizi wake Madama Polycarp Kardinali Pengo. Ninawakaribisha sana na naomba nimkaribishe Askofu Mkuu aweze kuzungumza nasi. Karibu sana Baba Askofu Mkuu. Wapendwa waandishi wa habari, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Tuko katika kipindi cha majonzi kufuatilia kifo cha mpendwa wetu Polycarp Kardinali Pengo kilichotokea siku ya tarehe 19 ya mwezi huu wa Februari majira ya saa 4 usiku. Jimbo Kuu la Dar es Salaam litamkumbuka kwa namna ya pekee Madama Kardinali Pengo kutokana na utume mkubwa alioufanya hapa Dar es Salaam. Kuanzia mwaka 1990 alipohamishiwa hapa kama askofu mkuu mwandamizi, na kuanzia mwaka wa 1992 alipochukua uongozi wa jimbo moja kwa moja, na ameliongoza jimbo hili kwa bidii kubwa, kwa uwajibikaji wa hali ya juu mpaka mwaka 2019 alipokabidhi madaraka na kustaafu. Kifo chake ni pengo kubwa kwetu wote, lakini tumepokea msiba huu kwa imani na matumaini, na tunamuomba Mungu Baba wa huruma aliyemjalia uhai, aliyemjalia wito na aliyempa fursa ya kutekeleza utume uliotukuka, amjalie pumziko la milele. Na waalika watu wote wenye mapenzi mema na Wakatoliki wote kumsindikiza kwa sala na kumwombea pumziko la milele. Nawashukuru ninyi mliokuja kukutana nami na kusikia habari hizi za msiba ambazo bila shaka mmeshazisikia kwa njia nyingine tofauti tofauti. Kwa namna hii mnapokea rasmi tangazo la msiba ambao tunaendelea kuishi. Madama Polycarp Kardinali Pengo atazikwa tarehe ya 28
katika makaburi ya Pugu. Ye mwenyewe aliandaa kaburi lake pale Pugu miaka sio michache iliyopita, na akapenda azikwe pale, na tunaheshimu matamanio yake hayo ya kutaka kuzikwa Pugu. Tarehe ya 27 siku ya Ijumaa, mwili utachukuliwa kutoka Lugalo mortuary na kuletwa hapa St. Joseph. Watu watapata nafasi za kusali na kutoa heshima za mwisho kuanzia hiyo saa 3 Ijumaa na kuendelea mpaka saa 7 ambapo itaadhimishwa misa takatifu ya kumwombea. Watu wataweza tena kuendelea kutoa heshima za mwisho baada ya adhimisho la misa hiyo mpaka saa 10 jioni, ambapo itaadhimishwa tena misa nyingine ya kumwombea. Baada ya hapo, mwili utabaki hapa kanisani na watu walio tayari kukesha wakisali wataruhusiwa kukesha hapa kanisani wakisali na kuimba. Jumamosi tarehe 28 saa 12 alfajiri, mwili utachukuliwa kutoka hapa St. Joseph na kupelekwa Pugu, ambapo majira ya saa 4 itaadhimishwa misa takatifu ya mazishi. Basi nyote mnakaribishwa kumwaga, kumwombea na kumsindikiza. Asanteni. Karibu. Uliza moja kusudi na wengine waweze kuuliza. Kardinali alitambulika kiulimwengu kama mwana kanisa ambaye aliwajibika kwa mapana na marefu akitangaza Injili. Elimu yake ilimsaidia kutekeleza majukumu yake. Yeye licha ya kusoma katika seminari zetu kuu, alipata fursa ya kusoma chuo kikuu kule Roma, ambapo alitunukiwa shahada ya udaktari mwaka 1976, na aliporudi hapa nyumbani akatumwa kufundisha katika seminari kuu ya Kipalapala. Labda tu niwadokeze, mimi nikiwa mwanafunzi wa Kipalapala katika mwaka wake wa kwanza kama mwalimu, alikuwa mwalimu wangu na alikuwa mwalimu mzuri. Namshukuru Mungu kwamba nimemfahamu na kwamba amenifundisha na pia nimefanya naye kazi. Asante. Swali lingine? Karibu. Madhama alishakuwa na mang'amuzi ya maradhi kwa muda mrefu. Kwanza kabisa alikuwa na changamoto ya ugonjwa wa moyo, na alishafanyiwa operation, akawekewa kitu kinachoitwa pacemaker. Pacemaker ni kitu ambacho kinasaidia kuratibu mapigo ya moyo au ufanyakazi wa moyo. Yeye alikuwa na chombo hicho,
kilimsaidia moyo wake ufanye kazi kwa utaratibu unaoeleweka. Lakini tukumbuke pia kwamba alishakuwa na changamoto ya uti wa mgongo, akafanyiwa matibabu kwanza Ujerumani, akafanyiwa matibabu India, lakini hatimaye alipelekwa Marekani kwenye hospitali inayoitwa ya Cornell, ambapo alifanyiwa operation kubwa iliyodumu takriban masaa 13, na ile operation ilimsaidia. Alikuwa ameanza kupinda, alikuwa hawezi tena kutembea wima, lakini baada ya operation ile alirudi hapa akiwa anatembea wima. Ameendelea kupambana na uzee na maradhi mpaka hapo Mungu alipomwita kwake. Asante. Hapana, mwaka gani? 99. Sawa. Ndio, aliongoza maadhimisho ya kuweka wakfu kule jimbo Katoliki la Mbozi. Ndio. Na tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2019 ulirithi jimbo kutoka hapa. Ndio. Unamwelezeaje mchango wa Mwadhama kwani katika ndani katika kuimarisha imani na msingi kwa jimbo kuu la Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla? Kwanza ninamtambua kama aliyekuwa askofu mkuu wa Dar es Salaam. Kama askofu mkuu aliongoza majimbo ya kanda ya Dar es Salaam, ambayo kwa sasa hivi ni jimbo la Mahenge, jimbo la Ifakara, jimbo la Zanzibar, jimbo la Tanga, jimbo la Bagamoyo na jimbo lenyewe kuu la Dar es Salaam. Bila shaka askofu mkuu haingilii shughuli za majimbo, lakini anaratibu mahusiano na uwajibikaji wa majimbo hayo. Kwa hiyo natambua kwamba alifanya kazi kubwa ya uratibu na ameliongoza vizuri sana jimbo lake, hivyo kwamba limeweza likakua likaimarika mpaka ananikabidhi jimbo. Tayari jimbo lilikuwa na parokia 115, ambapo yeye alilipokea jimbo likiwa na parokia 20, tuseme 20. Kwa hiyo kwa kipindi alichoongoza amefanya kazi kubwa na ameliimarisha jimbo. Asante. Ni mara ya pili Tanzania tunapata msiba wenye hadhi ya ukardinali kwa sasa. Je, kuna taratibu tofauti za maadhimisho ya msiba unapokuwa katika hadhi hiyo ya kardinali? Kwanza tunamtambua kardinali kama askofu mkuu wa jimbo linalojulikana. Kwa hiyo mazishi yake yatachukua sura ya mazishi ya askofu mkuu. Ndio. Uniruhusu niwasiliane na wanaoratibu maandalizi kusudi wanijulishe kwamba wana taarifa zipi. Bado tuna siku kadhaa kati ya sasa na siku ya mazishi. Swali la mwisho jamani, kama hakuna basi askofu mkuu tunapenda kushukuru wanahabari, tunawashukuru, tunawatakia siku njema. Asante sana baba. Asanteni na siku njema.